Iran na makundi washirika yenye silaha wamerusha makombora kuelekea Israel, mataifa ya Kiarabu na kambi za kijeshi za Marekani kote katika eneo hilo leo Jumatatu, huku Israel na Marekani zikishambulia Iran. Bruce Amani na ripoti kamili yanayojiri katika vita hivyo vya Iran ambavyo vimepanuka katika pande kadhaa. Ukubwa wa mashambulizi hayo, mauaji ya kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei na ukosefu wa mpango wote dhahiri wa kusimamishwa mashambulizi unaonyesha kuwa mzozo huo hautaisha hivi karibuni. Tayari umesababisha madhara makubwa. Maeneo ambayo yametambulika kuwa salama katika Mashariki ya Kati kama vile Dubai yameshuhudia makombora yakidondoka. Mamia ya maelfu ya abiria wa ndege wamekwama kote ulimwenguni. Bei ya mafuta imepanda na washirika wa Marekani wameahidi kusaidia kuzuia makombora na droni za Iran. Serikali zinajitahidi kuwasaidia wasafiri kurejea makwao baada ya mashambulizi yanayoendelea kulazimisha kusimamishwa kwa safari za ndege kupitia Mashariki ya Kati. Viwanja vya ndege vilivyofungwa Dubai, Abu Dhabi na Doha, ikiwa ni pamoja na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dubai, mojawapo viwanja vyenye shughuli nyingi zaidi duniani, ni vituo muhimu vya usafiri kati ya Ulaya, Afrika na Magharibi hadi Asia. Vyote vitatu viliathiriwa moja kwa moja na mashambulizi hayo. Wakati hayo ya kijiri, shirika la kudhibiti matumizi ya nishati ya nyuklia la Umoja Mataifa IAEA limesema hakuna dalili zozote kwamba mashambulizi ya Israel na Marekani dhidi ya Iran yamepiga vituo vyovyote vya nyuklia. Mkuu wa shirika hilo Rafael Grossi amesema hayo katika mkutano na bodi ya magavana ya IAEA jijini Geneva. Hatujaona mashambulizi makubwa ya kijeshi yakilenga vituo vya nyuklia. Tumekuwa tukiangalia picha mbalimbali za satelaiti. Huenda kuna kitu hapo, lakini si muhimu au kinachofanana kwa njia yoyote ile na kitu kilichotokea mara ya mwisho. Tunapata taarifa za mara kwa mara. Lakini muda mfupi baada ya hotuba ya Grossi, balozi wa Iran katika IAEA Reza Najafi aliwaambia waandishi wa habari nje ya mkutano huo uliokuwa wa faragha kwamba kiwanda cha nyuklia huko Natanz kilishambuliwa. Madai hayo hata hivyo yalikanushwa baadaye na Grossi. Nchini Marekani, waziri wa ulinzi Pete Hegseth alikataa kutoa ratiba ya vita hivyo, akisema ni jukumu la Rais Donald Trump kuamua muda utakaotumiwa